sasa wasifu wa marehemu Ndaliwa, karibu. Historia ya ndugu Nerius Nyahuru Mwanga. Kuzaliwa. Ndugu Nerius Nyahuru Mwanga alizaliwa tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 1997 katika hospitali ya mafunzo iliyoko Buchosa, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza, akiwa mtoto wa 5 kati ya watoto 7 wa Ladislaus Mwanga na Sister Melda Konstantini. Sakramenti. Ndugu Nerius Nyahuru Mwanga alibatizwa katika parokia Mwakika, Jimbo Katoliki Geita, mwaka 1997. Alipata sakramenti ya Ekaristi Takatifu mwaka 2007 katika parokia Mwakika, na mwaka 2008 alipata sakramenti ya kipaimara. Elimu. Ndugu Nerius Nyahuru Mwanga alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Ukiriguru, kata Nyehunge, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza, kuanzia mwaka 2004 hadi mwaka 2010. Baada ya elimu ya msingi alijiunga na seminari ya Nyegezi, Mwanza, kupata elimu ya sekondari kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Baada ya hapo alifaulu na kufanikiwa kuendelea kidato cha 5 katika shule ya sekondari Udoi mwaka 2016 hadi mwaka 2018. Wito. Baada ya kulelewa katika malezi bora yaliyojengwa juu ya maadili mema na hofu ya Mungu kutoka kwa wazazi wake, Ndugu Nerius alisikia wito wa pekee wa maisha ya kitawa. Mwaka 2018 alijiunga na shirika la ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco huko Mchwali. Hapo alianza safari yake ya wito kwenye kitabu cha malezi ya upostulanti huko Meru, Kenya, na baadaye kuendelea na uamuzi wa hatua hiyo ya upostulanti katika nyumba ya malezi iliyoko Kolahini, Morogoro. Baada ya hapo alijiunga na novisiati mwaka 2020 Polisimisi, Arusha. Mwaka 2021 aliweka nadhiri zake za kwanza, akitoa kwa moyo wote kuishi maisha ya ufukara, usafi wa moyo na utii. Baada ya hapo alianza masomo ya falsafa huko Lusaka, Zambia, ambapo kwa muda wa miaka 3 kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2024 alihitimu kwa mafanikio makubwa na kutunikiwa shahada ya falsafa, akionyesha ukomavu wa kiakili uliokwenda sambamba na ukuaji wake wa kiroho. Katika maisha yake mafupi lakini yenye baraka nyingi, alikuwa zawadi kwa familia na kanisa, akijulikana kwa imani thabiti, moyo wa huruma na upendo wa dhati kwa Mungu na jirani. Pia katika maisha ya kindugu, nadhiri na masakramenti, Ndugu Nerius alikuwa mfano wa kuigwa. Aliishi wito wake kwa uchaji mkubwa, akionyesha upendo wa pekee kwa sala, Ekaristi Takatifu na huduma kwa wengine. Alijulikana kwa uchapakazi, furaha ya kweli na ubunifu, hasa katika uimbaji uliogusa mioyo ya wengi na kuijenga dunia. Namna pekee Ndugu Nerius alikuwa na karama ya kufundisha. Alipenda kushirikisha wengine hazina ya utume wa Mtakatifu Francisco, akiwafundisha na kuongoza vijana wa fikra kwa hekima, pole na moyo wa kichungaji. Ushauri wake ulikuwa wa kujenga na kuleta matumaini, na wengi walimuona kama mwalimu na ndugu wa kutegemewa katika safari ya imani. Hata alipokumbwa na ugonjwa, hakupoteza tumaini wala imani. Mara nyingi alinena maneno ya ujasiri yaliyowatia moyo waliomzunguka. Usiogope ndugu, nitapambana mpaka mwisho. Siku moja nitaimba utenzi wa Maria. Kauli hii iliakisi moyo
ugonjwa. Mnamo tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, ndugu yetu Nerius akiwa bado masomoni Lusaka, Zambia, alianza kuhisi hali isiyo ya kawaida, uchovu kupita kiasi, mwili kuwa mzito na hata kukosa usingizi na maumivu ya shingo. Kwa haraka alianza kupata matibabu. Licha ya matibabu kuanza kutolewa, hali yake haikuimarika mapema, na hivyo kuifanya jumuiya kuanza kutoa huduma za kipekee kwa kushauriana na wataalamu wa afya. Alipatiwa matibabu katika hospitali ya Ruth Kanguma Memorial Hospital, baadaye St. Clair Hospital, Neopath Diagnostics Labs Limited kwa vipimo maalum, na baadaye UTH Hospital akiwa bado nchini Zambia. Hospitali zote hizi walipatia matibabu ya kibingwa sambamba na kuchukua sampuli maalum, ambapo mnamo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2024 ilipelekwa nchini India kwa uchunguzi. Ilipofika tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2024, majibu yalifafanuliwa na wataalamu wa afya. Nerius alikuwa ugonjwa uitwao systematic scleroderma. Hata hivyo, muda wake wa masomo ulikamilika, alirejea Tanzania akiwa na taarifa zake za hospitali na kuendelea na matibabu katika hospitali ya Miracolo, Muhimbili na Aga Khan. Katika kipindi cha ugonjwa wake, aliendelea kuthamini sala za jumuiya, ikiwa alipata nafasi ya kukimbilia kiti cha rehema na kuonyesha jinsi alivyothamini neema ya upatanisho. Hata mwili wake ulipodhoofika, roho yake ibaki imara yenye kutumainia Mungu. Akiwa katika hali ya ugonjwa, jumuiya zote ziliarifiwa juu ya hali yake na kuendelea kumwombea, na mara nyingi kulikuwa na taarifa za maendeleo yake. Ilipofika tarehe 8 ya mwezi wa 2 mwaka 2026, ilipokea taarifa ya kubadilika kwa ghafla kwa hali yake na kukimbizwa hospitalini kwa uangalizi wa kina. Licha ya jitihada zote, siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 2 mwaka 2026, majira ya alasiri, ndugu yetu aliitika wito na kwa upole alimkaribisha dada mauti. Marehemu Nerius atakumbukwa kwa unyenyekevu wake, moyo wa huruma, uvumilivu katika mateso na upendo usio na mipaka. Alikuwa chombo cha amani, mwalimu wa imani na shahidi wa matumaini. Maisha yake yalikuwa mahubiri hai, yakithibitisha kwa utakatifu huanza katika uaminifu wa mambo madogo yanayofanywa kwa upendo mkubwa. Ingawa ameondoka mapema machoni petu, ameacha mfano unaotualika kuishi kwa uaminifu zaidi kwa Mungu. Kwa wengi waliofahamu, anaonekana tayari kuwa mtakatifu wa nyakati zetu, aliyeishi kwa ajili ya Mungu hadi pumzi yake ya mwisho. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi kubwa ya ndugu Nerius Nyahuru Mwanga. Pia tunashukuru wazazi wake, familia yake, ndugu zake kwa kumlea vyema katika imani Katoliki. Tunawashukuru walimu wote waliomfundisha enzi za uhai wake. Pia tunashukuru kipekee jumuiya ya watoto iliyoko Zambia kupitia mhudumu wake Padre John Lesa, kwa kuwa huko ndiko alipoanzia matibabu yake mara dalili za awali zilipojitokeza. Pia shukrani zimwendee mlezi wake wa kiroho Padre Asharino Valentino OFM. Tunaushukuru uongozi mzima wa shirika hapa Tanzania jitihada walizoonyesha kujaribu kunusuru maisha ya Nerius. Pia tunashukuru jumuiya zote alizowahi kuishi, madaktari na wauguzi wote waliomsaidia, ndugu washirika waliokuwa naye karibu, hasa wakati wa ugonjwa. Namna pekee wapishi wa jumuiya ya Segerea kwa ukarimu wao na huduma ya kipekee waliompa ndugu yetu. Kwa upekee sana kwa huduma zote za dharura alizipata katika zahanati ya Arafa chini ya uangalizi wa Mama Chua aliyekuwa bega kwa bega na ndugu wa shirika kwa kipindi kirefu cha matibabu yake.
Na mwisho, kwa ndugu, jamaa na marafiki wote waliofika kumwombea leo na kumsindikiza, asanteni sana. Hatuna cha kuwalipa ila Mungu awakirimu kwa wema wenu, kwani mlitukimbilia mara zote ndipo wahitaji. Ni katika kufa ndipo tunazaliwa katika